صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ربي لشهر صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه القول. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunashukuru kwa mara nyingine tena kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutujalia tukafikia Jumapili nyingine na tukapata na wasaa wa kuelimishana, wa kukumbushana, wa kuelezana na kuongozana ili kusudi maisha yetu yazidi kusonga mbele, yazidi kuwa na nuru na yazidi kuwa na manufaa kwetu sisi wenyewe kwanza, kwa familia zetu, kwa jamii zetu na kwa umma wote wa Kiislamu. Alhamdulillah, mada yetu ya leo ni mada ambayo inaashiria jinsi ya kuweza kutizama fikra zako kila siku ziwe ni fikra nzuri, ili kusudi maisha yako pia yawe mazuri. Tofauti yetu sisi binadamu na maumbile mengine ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba sisi binadamu tumepewa akili na tuna uwezo wa kupambanua imma shakira wa imma kafura. Tuna uwezo wa kutia matendo yetu katika mizani kabla hatujafanya, ili kusudi tunapoamua tuamue kwa ujuzi wa kwamba lile tunalolifanya ni jambo litakuwa na faida yetu sisi wenyewe na faida ya wengine. Na hiki chombo kinachoitwa akili ni chombo Allah subhanahu wa ta'ala anakilinda kwa sheria yake mwenyewe, kwamba katika makasidi sheria moja yao ni kwamba akili ya mwanadamu yataka kulindwa, na kwa vile akili ya mwanadamu yataka kulindwa, Allah subhanahu wa ta'ala amekiharamisha kila kitu ambacho kina uwezo wa kuharibu akili ya mwanadamu, kwa mfano mihadharati. Sasa hii akili ni chombo kikubwa, yani akili ni hardware. Ukifungua au kunapofunguliwa kichwa cha mwanadamu, ule ubongo unaonekana, that's hardware. Lakini yale ambayo yanakifanya hiki chombo cha akili kiwe kitafanya kazi inavyostahili ni fikra. Fikra huleta faida ama huleta hasara. Kwa fikra zetu hujenga na kwa fikra zetu huwa tunavunja. Kwa hivyo ni muhimu tuwe waangalifu ya zile fikra ambazo tunakubali zipite katika akili zetu, na baadaye tuwe waangalifu zile ambazo tunakubali ziketi katika akili zetu, na zile ambazo ni muhimu kuziachilia zipite, ili kusudi zisiathiri matendo yetu. Kuwa mwangalifu na fikra zako, kwani zina uwezo wa kuamua maisha yako. Kila mmoja wetu vile tulivyo tunatokamana na zile fikra ambazo zinakaa katika akili zetu. Kama fikra zinazokaa kwenye akili zetu ni fikra nzuri, basi maisha yetu yanakuwa mazuri. Lakini kama fikra nazokubali zikae katika
akili zetu ni fikra mbaya, basi maisha yanakuwa mabaya. Chochote kile akili yako inachokifikiria na kukizingatia kina uwezo wa kufanya ufikie hali ya maisha ambayo unataka kuishi. Akili zetu mara nyingi zinategemea sana zile nukta za fikra zinazopita katika akili, na baadaye kuchagua zile ambazo tutaruhusu zikae katika akili zetu. Kwa hivyo kutokamana na fikra zetu tunajenga furaha zetu. Tunakuwa na furaha ikiwa fikra zetu ni za furaha, na tunakuwa na huzuni ikiwa fikra zetu ni huzuni. Mwanadamu lao anakaa chini akawa anafikiria neema za Allah subhanahu wa ta'ala, anafikiria mazuri ya maisha yake, anafikiria uwezekano wake wa kuwa mtu bora kuliko vile alivyo, basi huwa anajenga furaha yake. Hizi ndizo zinaitwa katika saikolojia positive thoughts, kwamba fikra ambazo zinakupa nguvu uwe mtu bora zaidi kuliko vile ulivyo. Kwa sababu mwanadamu ni uhai, ni kiumbe chenye uhai, na viumbe vyenye uhai vina uwezo wa kukua, lakini pia vina uwezo wa kuangamia. Na huku kukua na kuangamia kunatokamana na zile fikra unazozichagua. Ikiwa kila ukiamka unachagua fikra za furaha, yani unajaribu kufikiria yale mambo mazuri ambayo umeyafanya katika maisha yako, watu wazuri unaowajua, mahali pazuri umepatembelea, na ndoto nzuri ambayo unayo, na kwa hivyo unaifanyia kazi ili ipate kutimia, basi unakuwa mwanadamu mwenye furaha kila wakati. Fikra zetu pia zina uwezo aidha ya kuinua imani zetu ama kuangamiza imani zetu. Ikiwa kila wakati tutamfikiria Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana uwezo wa kubadilisha maisha yetu, Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kutuongoza ili kesho tuwe na neema kubwa zaidi kuliko jana, ili Allah ana uwezo wa kutuondolea kila matatizo, kila maumivu, na kutupatia utulivu na kutufanya watu ambao tunakuwa kwa kiwango kinachostahili kukua kama Muislamu, basi imani yako inakuwa. Lakini ikiwa fikra zako ni kwamba huna ithibati ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukunusuru, ukiwa huna ithibati kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukuongezea ulichonacho kikawa kingi, hauna ithibati kwamba watu wakitoka dunia hii kesho kutakuwa na akhira, kutakuwa na hesabu, basi ile imani yako huwa inaanguka chini, kwa sababu fikra zako ni fikra za chini. Wewe ukiwa unajifikiria kwamba uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na ukijifikiria kwamba uko mbali sana na Allah subhanahu wa ta'ala, basi unakuwa mbali sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fikra zako zinakuleta karibu na Mwenyezi Mungu, na fikra zako zina uwezo wa kukuweka mbali sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fikra zetu pia zinajenga ilmu zetu. Ikiwa fikra yako na yangu na yetu inatuambia kwamba sisi tuna uwezo wa kusoma na kuhitimu na kujua kina ilmu, tunachokisoma tuweza kukiweka katika nyoyo zetu, tunachokisoma tuweza kukitumia katika maisha yetu yamejengeka kwa elimu, mambo yetu yanapelekwa kwa elimu, na elimu ndio inayomtukuza mwanadamu akawa mtu bora kuliko viumbe vingine Allah subhanahu wa ta'ala alivyoviumba. Ukiwa na fikra kama hii, ilmu inakuwa ni kitu kitamu sana ukitafuta, na ilmu inakuwa rahisi kwako kuitafuta, na ilmu inakuwa karibu na wewe kwa kiasi kikubwa sana, na unakuwa mtu mwenye huruma na maisha yako, kwa sababu wale wenye huruma na maisha yao huwa wanajihami wa elimu, ili kusudi kila wakiishi
waishi wakijua ni vipi watajiongoza na wawe watu bora zaidi kuliko walivyo hivi siku ya leo, ama vile walivyokuwa jana, na kesho wazidi kuwa wema na wafikie viwango vikubwa sana vya wema katika maisha ya leo na maisha ya kesho akhira. Hakika fikra ndiyo inayokupa nguvu ya kuweza kutekeleza mikakati ya ibada zote. Si rahisi mwanadamu kuamka asubuhi mapema na kuswali swala ya alfajiri, lakini ukiwa na fikra kwamba kuswali swala ya alfajiri ni kuanza siku yako kwa wema, kuswali swala ya fajri ni tabia za wale wema, kuswali salatul fajri ni ufunguo wa siku njema, kuswali salatul fajri kuna kupa nuru katika umri wako, basi ukiwa na fikra kama hizi inakuwa rahisi kuamka kuswali swala ya alfajiri. Lakini ukifikiria baridi iliyoko, ukifikiria usingizi ulionao, ukifikiria shida itakayokupata na kadhalika, basi inakuwa kiwiliwili chako inakosa nguvu ya kuamka asubuhi kuswali swala ya alfajiri. Ni kipi kilichokunyima nguvu? Ni fikra, kwamba fikra zako hazikupi msukumo wa kutoka kwenye kitanda chako na kupanda mswalani na kumtegemea na kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, ili kusudi akutengezee muamala wako, akutengezee maisha yako na akupe nguvu za kufanya ibada zako. Ibada zote za Kiislamu zimejaaliwa kwamba zitashikamanisha akili, hisia na kiwiliwili. Ukiangalia swala lazima utie nia, alafu uingize vitendo vya kurukuu na kusujudu na kusimama na kadhalika, na baadaye utakuwa unahisi kwamba saa hizi unaposwali umesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yale maumbile matatu ya mwanadamu, fikra, hisia na kiwiliwili, lazima yakusanyike pamoja wakati unaposwali. Unapokwenda hija hali kadhalika, lazima utie nia, lazima uwe na hisia kwamba sasa umesimama katika viwanda vitukufu, na baadaye ufanye vile vitendo vya sa'i, vitendo vya kurusha mawe, vitendo vya kuzunguka tawaf, yani alqaba ile. Hii ni kwamba lazima fikra zako ziwe zitakuwa zimejengeka katika vile vitendo vyako vyema, ndio maana utaweza kutumia kiwiliwili chako kutekeleza yale matendo mema. Lakini ikiwa katika akili yako kuna hofu ambayo inakuambia haina haja, si lazima, sio muhimu, basi kiwiliwili chako moja kwa moja kinaungia uvivu na kufanya yale matendo ya kidini inakuwa shida kwa mwanadamu. Hakika akili zetu ndio zinajojenga amani zetu. Kuna watu subhanallah wana maradhi ya wasiwasi, na maradhi haya yatokamana na zile fikra walizonazo katika akili zao. Wakitawadha watatawadha mara 10, kwa sababu kila wakati wanafikiria kwamba udhu haujakamilika. Wakiswali wanavunja, wakifunga wanavunja, wakifunga, kwa sababu akili zao zinawaambia bado haujatulia katika yale makasid ya swala. Wakifanya chochote wanarudia kwa sababu ya wasiwasi walionao. Lakini ikiwa akili yako imetulia, basi na kila kitu chako kitatulia na utakifanya kwa utulivu, na baadaye utapata utamu wa kile ambacho unachokifanya. Pia fikra zetu zinajenga adala yetu, kwamba ukifanya jambo ambalo sio la sawa na akili yako ikikwambia hili jambo si la sawa, basi utajibadilisha ulifanye kisawa. Lakini ikiwa akili yako haikuambii, fikra zako hazikuchungi ukafanya fikra zilizo nzuri, basi vitendo vyako kila siku havitakuwa vizuri. Akili yako ndugu yangu ni kama shamba lako, na fikra yako ndiyo mbegu yako. Kwa hivyo kila unachokipanda katika shamba ndicho unachokivuna. Nataka kurudia nukta hii, ni muhimu sana, kwamba akili yako ni kama shamba lako na fikra zako ni kama mbegu zako. Unachokipanda kwenye shamba lako ndicho unachokivuna. Ikiwa fikra zako ni fikra bunifu, fikra za uongofu, fikra timilifu, fikra ambazo zinakupa hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi utapanda mbegu ya utulivu katika fikra yako, katika akili yako, na baadaye utakachokivuna itakuwa ni amani, usalama na maendeleo ya maisha yako
vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyotarajia kutoka kwako. Kwa hivyo unachokipanda ndicho unachokivuna katika akili. Ikiwa wewe unapanda chuki, utavuna chuki. Ukipanda wivu, utavuna wivu. Ukipanda hasira, utavuna hasira. Ukipanda furaha, utavuna furaha. Ukipanda maendeleo, utavuna maendeleo. Yote hii inatokamana kwamba wewe ni mtu unayekuza fikira za aina gani. Akili inaweza kuwa sababu ya maradhi yako, na akili inaweza kuwa sababu ya afya yako. Kwamba vile unavyofikiria, kuna binadamu wengine subhanallah, ukizungumza nao kila siku wanalilia ugonjwa. Hakuna hata siku moja utamuuliza asikwambie kwamba yeye ni mgonjwa. Atakwambia leo nina kichwa, kesho ukikutana naye akwambia leo matumbo yanisumbua, kesho kukutana nao miguu, siku hizi miguu yanisumbua. Ukikutana naye siku nyingine atakwambia mimi siku sipati usingizi. Ukikutana siku nyingine atakwambia wallahi nahisi kama ninapata haya maradhi makubwa, maana nasikia maumivu mengi. Ukikutana naye tena atakwambia siku hizi macho hayaoni mbali. Ukisikiza naye ukimuuliza tena atakwambia na masikio yangu yashakuwa mazito. Kuna binadamu wengine fikra zao zote ni za maradhi. Kuna binadamu wengi wanaenda hospitali na wala sio wagonjwa. Fikra yao tu inawaambia yeye ni mgonjwa. Akienda hospitali daktari anamwambia wewe si mgonjwa. Na ndio maana madaktari wa siku hizi wanasema asilimia 75 ya watu wanaokwenda hospitalini si wagonjwa wa mwili, ni wagonjwa wa akili. Kwa hivyo unaona vile akili yako unavyoikubali ichukue fikra zako, ndipo unapofanya maamuzi yako. Fikra yako inaweza kupa furaha katika ndoa yako, ama inaweza kufanya ndoa yako iwe na matatizo kila siku. Ukiwa ni mtu ambaye kila wakati fikra juu ya mwenzako, iwe mkeo ama mumeo, ni kwamba yeye hakupendi, yeye hakutizami vizuri, yeye hafanyi majukumu yake, yeye ana mahusiano mengine, yeye unakuta kila siku unaamka ukiwa mtu ambaye huna furaha. Kwa hivyo fikra zetu zinazokaa katika akili yetu zinaamua furaha yetu iko mahali gani. Kwa hivyo ni muhimu kwamba tupunguze zile fikra ambazo si nzuri, na hakika tutakubaliana kwamba ulimwengu wa sasa kushinda wakati uliopita, neno stress lajulikana mpaka mtoto wa PP1. Yani zamani maradhi ya stress ni maradhi ya watu wenye senti. Ilikuwa watu ambao hawana senti, hawana vyeo, hawana mamlaka, hawajui nini maana ya stress. Lakini siku hizi subhanallah, hata watoto wadogo wanajua stress, kwa sababu mabongo yetu yamejaa fikra ambazo zinaumiza nyoyo zetu. Badala ya kujifikiria mambo mazuri, kila siku tunajifikiria mambo mabaya. Badala ya kuchagua kuchuja zile fikra zinazokuja katika akili yako, ukaziachilia mbali zile zitakazokudhuru, ukazikubali zile ambazo zitakufanya ushukuru, basi wewe kila siku utakuwa ni mtu mwenye stress. Na watu hawa ni watu fikra zinazidi kuwa mbaya kila siku. Ukiwa na stress, fikra mbaya inazidi kila siku, kwa sababu kwanza utakosa usingizi, na kukosa usingizi ni adhabu kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Ukiwa ni mtu ambaye huwezi kulala angalau kwa masaa 6 kila siku, wewe mgonjwa wa akili, kwa sababu mwanadamu anatakikana kwa kiasi kidogo awe analala masaa 8 kwa mfululizo. Sio masaa 8 kwamba baada ya masaa 2 utaamka uende chooni, baada ya masaa 2 utaamka unywe maji, baada ya masaa 2 utaamka basa, na ukishtuka saa nzima umeipoteza kila usiku kwa kuamka kila wakati.
Wachache wetu leo tuna uwezo wa kulala kwa kufululiza kwa masaa 8. Wengi wetu hata 4 hatupati katika usingizi. Na hii inakuja ikiwa unakubali fikra mbovu zibaki katika akili yako, kwa sababu fikra mbovu inakupa kovu. Hata ukiwa macho utaona kama wewe mambo yako yanakuharibikia, na ila hali Allah subhanahu wa ta'ala anakutegezea. Pia ukiwa na fikra nyingi na baadaye ukaingia katika hali ya stress, unakuwa ni mtu ambaye hutumii wakati wako vyema, kwa sababu una mahangaiko mingi sana. Badala ya kupanga ile ratiba yako ya kila siku kwamba nitaswali salatul fajri, alafu nifanye adhkar sabah, alafu nisome angalau Qur'ani juzi moja, alafu nitengeneze nyumba yangu, kama nina kazi alafu niende kazini kwangu, alafu nitengeneze mavazi ya watoto wangu, niangalie maslahi ya mume wangu, na mpaka siku ya mwisho mpaka imalizike. Mtu ambaye fikra zake ni nyingi na ni mbovu hawezi kuwa na ratiba ya kufanya mambo katika mwongozo unaofaa. Kwa hivyo ukiwa mfanyi mambo yako kwa mwongozo unaofaa, unajawa na wasiwasi, unawajawa na hofu, unajawa na kichwa, na baadaye unakuwa mtu ambaye fikra mbovu zinakupitia katika akili yako na kukosesha raha ya maisha yako. Wale watu ambao wanapenda kufikiria sana, wale watu ambao wanakubali fikra mbaya zikae katika mioyo yao, hawa ni watu ambao hawawezi kubeba uhusiano wa aina yoyote. Hawa ni watu mara nyingi wanaumia na upweke, kwa sababu kila anayejaribu kuwa karibu naye unamfikiria anataka kitu fulani kutoka kwako, anakuchunguza, anakufanya hivi. Kwa hivyo kila siku utakuwa unajiweka kando, unajiepusha na watu, na mwanadamu ni watu. Bila ya kuwa na watu unakuwa na unyonge wa kuwa pweke, na hata ule uhusiano baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala haupatikani, kwa sababu ndani yako una wasiwasi. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas alhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Sasa wewe unakuwa katika hali kwenye suduri yako, katika moyo wako unajaa wasiwasi wa kuogopa binadamu wenzako, na wasiwasi wa kuogopa majini, na wasiwasi wa kuogopa mali mwengu yatakapotokea katika maisha yako. Kwa hivyo unapoamua kwamba fikra zako hazitakuwa nzuri, huwa umeamua kwamba wewe utakuwa ni mwenye kuumia kwa kuwa na upweke, kwa sababu unawafikiria watu wengine vibaya, unafikiria watu wengine watakudhuru, unafikiria watu wengine watakulaumu, unafikiria watu wengine watakuletea madhara aina moja ama aina nyingine. Ukihimili fikra zako, umehimili maisha yako. Kuna watu hawana kitu chochote, wakila asubuhi hawajui watakula nini mchana, wakila mchana hawajui watakula nini usiku, usiku wanalala hawajui watakula nini asubuhi. Lakini kwa sababu fikra zao ni nzuri, basi wanakuwa na furaha kila wakati, wanashukuru kila wakati, wanafurahia hali yao vile ilivyo, kwa sababu yote hufanywa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kuwa na fikra mbovu kwenye akili yake anakuwa mtu ambaye hana utulivu wa kutaka kujua mambo mapya katika maisha yake. Hawezi kufuata elimu ili kujikuza katika akili yake, kwa sababu ukiwa na hofu, ukiwa na fikra mbaya, akili hukosa uwezo wa kushika kitu chochote kipya. Kwa hivyo ukiwa na fikra ambazo ni mbovu kwenye akili yako, hata ukashika Qur'an hauwezi kusoma ukamaliza qaraa moja, kwa sababu mara unasikia dhiki, mara unasikia wasiwasi, mara unasikia kama ambaye wapoteza wakati, na unafunga ule mswahafu unaweka. Huwezi hata kukaa katika darasa, kwa sababu unasikia kukereka kila wakati, moyo unakuuma kila wakati, unasikia mazito ya kiwiliwili kila wakati, na kukaa chini kusikiza mambo ya elimu inakuwa ni dhiki katika maisha yako. Mwenye kuwa na fikra mbovu kwenye akili yake huwa hawezi kukaa kimya. Mara nyingi anakuwa mtu mwenye kulalama kuhusu
yeye mwenyewe, kulalamika kuhusu wale walio karibu na yeye, kulalamika kuhusu wale watu wanaohusiana na yeye, kulalamika watu wanaomwangalia, wanasema wanamwangalia sana, kulalamika kuhusu watu ambao wanamtembelea, kulalamika kila wakati kwamba mambo yake hayana uwezo wa kukamilika. Hii ni maradhi ya kwamba wewe kila wakati unakubali fikra mbaya zikuingie katika akili yako, na Iblisi anaitumia ili kusudi kukunyang'anya utulivu, kukunyang'anya sakina, kwa sababu ukikosa sakina haufanyi jambo la maana, kwa sababu kila siku huwezi kukaa kwa kina kikubwa ili kusudi kufikiria ile fadhila iliyotoka kwa Rabbana katika maisha yako. Na kila wakati unajikuta we ni kama mtu ambaye pengine unalaana, hakuna unalolifanya la kufana, wala huwezi kukaa chini ukatulia sana, na mara nyingi unamkosea Mola wako, Mola Rabbana, kwa sababu wewe fikra zako kila siku ni fikra ambazo ni mbovu. Vile tunavyofikiria kila wakati ndivyo tunavyokuwa katika maisha yetu. Aidha tunakaa hatiyati, hatuwezi kwenda angani kwa sababu sisi hatuna ile imani ya kwamba tuna uwezo wa kumridhisha Rahman. Tunateseka hapa duniani na kesho akhira makao yanakuwa motoni, kwa sababu wewe umekosa umakini wa fikra, umekosa umakini wa hisia, na vitendo vyako vimetolewa maanani kwa sababu hazitengezeki kwa nia iliyo yenye thamani. Ndugu zangu, mwenye kuwa na fikra mbovu mara nyingi anakuwa na kuogopa kuhusu maisha. Kila kitu kinamwogopesha. Mende anamwogopesha, mbu anamwogopesha, kila kitu kinamwogopesha. Giza linamwogopesha, maji ya kigoma anaogopa, taa ikikatika anaogopa, mume wake akiwa hayuko anaogopa, akija ndani anaogopa, watoto wakienda shule anaogopa, watoto wakirudi nyumbani anaogopa, akipika anaogopa, akilala anaogopa. Anakuwa ni mtu maisha yake yamejaa shaka, hana uhakika wa lile analolifanya, kwa sababu akili yake, fikra zake zinamzungusha akili yake, na maisha yake huwa hayapati kumakinika kwa sababu fikra zake hazijamakinika. Ndugu zangu, fikra duni hujenga maisha duni, na fikra duni hujenga hamu na ghamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kila asubuhi akiomba Mwenyezi Mungu amwepushie hamu na ghamu, kwa sababu haya mambo mawili yana madhara katika maendeleo yetu ya maisha. Haya ndio yanayochanganya yakatengeza lile neno linaloitwa anxiety. Kuwa na anxiety ama kuwa anxious ni kuwa hamu nyingi na ghamu nyingi, na mara nyingi hii hamu na ghamu sio ya mambo ambayo ni mazuri ya kukuletea furaha. Inakuwa mara nyingi ni mambo mabaya yanayokuletea hasira na hasara. Unakuwa mtu ambaye huwezi kuwa na utulivu na kinaa ya moyo ili kusudi maisha yako kupata kuyafurahia. Ndugu yangu, maisha yetu ni mafupi sana, ni kama kufunga na kufungua. Nina hakika nyote pamoja na mimi tukikumbuka kule tunapotoka, utafikiria ni wiki moja, ni mwezi mmoja, lakini ni miaka mingi sana, 50, 60, 40. Lakini ukiyapima ni kama kipindi kifupi sana, kumaanisha kwamba maisha ni mafupi sana. Na pengine ukianza kufikiria kile kitu kilichobaki ni kidogo zaidi kuliko kile ulichokitumia. Kwa hivyo kile kilichobaki kidogo kitumie katika kufikiri mambo mazuri, mambo ambayo yatakupa utulivu wa nafsi. Na nafsi ikitulia, maisha yanatulia. Nafsi ikiwa na wasiwasi, maisha yanakuwa na wasiwasi. Mwanadamu anayeweza kuihimili nafsi yake huwa na uwezo wa kuhimili maisha yake. Mwanadamu asiyeweza kuhimili nafsi yake hawezi kuyahimili maisha yake. Ni afadhali uishi kwa miaka michache lakini iwe ni maisha ya furaha kuliko kuishi maisha 101 lakini ni maisha ambayo hayana furaha, kwa sababu tamu ya kuishi ni kuwa na furaha. Ukiwa na furaha ndio unakuwa na uwezo
wa kufaulu katika kila jambo unalolifanya. Kama hauna furaha kwenye maisha, hata kuswali inakuwa huna budi tu, ni lazima uswali. Hata kufunga inakuwa huna budi tu, ni lazima kufunga. Hata kule kufanya majukumu yako nyumbani inakuwa unafanya tu, lakini hauna furaha. Lakini ukiwa na furaha, kila unalolifanya unalifanya kwa umakinifu, kwa ukamilifu, na baadaye linakupa moyo mkunjufu na unaokukana na hofu, na unakuwa mtu ambaye unajenga wasifu ili kesho watu waseme kulikuwa na mtu fulani ambaye alikuwa na tabia nzuri, mienendo mizuri, mwelekeo mzuri, maisha mazuri, na tuna imani kwamba huyu mtu mashukio yake yalikuwa ni peponi. Lakini ukiwa ni mtu ambaye kila wakati unasumbuliwa na fikra mbaya, basi unaishi maisha mabaya, na Mwenyezi Mungu atulinde. Ni hasara kubwa kwamba utaishi maisha mabaya hapa duniani na kesho akhira yawe mabaya zaidi, kwa sababu dunia ni kioo cha akhira. Yale maisha unayoishi hapa duniani yanakupa bishara ya maisha gani utaishi kesho Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lolote utakalolifanya lifanye, lakini hakikisha upotezi utulivu wa nafsi yako. Lolote unalolifanya lifanye, lakini hakikisha upotezi furaha yako. Lolote unalolifanya lifanye, lakini hakikisha upotezi mwelekeo wako. Lolote unalolifanya lifanye, lakini hakikisha usahau mwisho wako, ili kusudi yale unayoyafanya leo yawe ni mchanganyo, ni mkusanyiko, ni muongezeko wa amali zako nzuri zitakazokupeleka kesho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale ambao fikra zao ni duni hujenga hasira na ghadhabu, hasira na ghadhabu, kwamba wewe kila wakati unakuwa na hasira, kila wakati unakuwa mtu mwenye ghadhabu. Mambo madogo madogo yanakukasirisha, yanakupa ghadhabu, alafu wewe mwenyewe ndio unapata taabu, na mwishowe unafanya mambo yanakutia aibu, na kesho Mungu anakungoja na adhabu kali, na baadaye unatoka kwamba wewe ni mtu wa kiwango cha dhahabu, unashuka chini unakuwa mtu wa kiwango cha vumbi la mawe, kwa sababu thamani yako ni ndogo zaidi. Thamani yako ndogo imekujaje? Imekuja kutokamana na zile fikra zako ulizoweka katika akili yako, imzime kunyang'anya furaha yako na uwezo wako wa kukua kwa mtu ambaye ni mbora, kama vile Mwenyezi Mungu anavyotaka mimi na wewe tuwe watu ambao ni bora. Wenye fikra duni huwa ni watu ambao mara nyingi wanaingia katika hatari ya kuwa na depression, yani ukosefu wa nguvu na imani na uwezo wa kufanya amali njema. Depression inakunyang'anya uhuru wa wewe kuweza kufanya amali njema. Depression inakunyang'anya uhuru wa wewe kusherehekea yale mazuri Allah aliyokupatia. Depression inakunyang'anya uhuru wa kufurahia hata kile kichache ambacho umekipata. Depression inakunyang'anya nuru, unakuwa hata uso wako hauna ile tabasamu na ule ng'aro wa nuru ambayo yatokamana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Depression inakunyang'anya mahusiano yenye faida katika amali zako na maisha yako. Depression inakunyang'anya ule utulivu unaopata pengine kwa watoto wako, utulivu unaopata kutokamana na mume wako ama mke wako, utulivu unaopata katika jamii zako, kwa sababu unakuwa katika ile hali ya dhiki ndani ya moyo wako, na mara nyingi unakimbilia watu, unawaacha kando na unataka kuwa peke yako kila wakati, kwa sababu ile hali ya kujisikia kwamba wewe ni mtu duni, si mtu ambaye unastahili kuwa na mahusiano na mtu yote mwingine hapa duniani. Wale ambao wana fikra duni hujenga wivu, hata kama wao wana vingi kuliko wengine, wanatamani vile vichache vya wengine. Yani wanakuwa na wivu na kila jambo, wivu wa watu wengine wakiwa na furaha, wivu wa watu wengine wakiwa na maendeleo, wivu wa watu wengine wakiwa na ndoa zenye furaha, wivu wa watu wengine wamezaa watoto wengi, wivu ya kwamba wengine wanapata mapato mengi labda ama hata kidogo. Kwa hivyo unakaa na maisha ya kuwa na dhiki ya kwamba mimi si sawa na watu wengine, na hii ni maradhi makubwa sana yanayoletwa kwa wewe kukubali fikra mbaya kukaa kwenye akili yako. Ni lazima ujaribu kwa kila upande kuhakikisha kwamba fikra umezichuja
na zile zenye maumivu unaziacha kando, na zile zenye utulivu unazipiga makamama zikupe utulivu. Hamna starehe iliyo kubwa katika dunia kama mwanadamu kuwa na utulivu, kwamba hata kama una njaa una utulivu, hata kama huna cha kuvaa una utulivu, hata kama huna chochote lakini una utulivu. Ukikaa ndani ya nyumba yako unakaa kwa utulivu, ukilala usingizi wako unalala kwa utulivu, unapozungumza na watoto wako unazungumza kwa utulivu, unapozungumza na mume wako unazungumza kwa utulivu, unapojenga uchumi wako unaujenga kwa utulivu, unakuwa na furaha ya hali ya juu kabisa. Lakini minus that, kila siku unakuwa ni mtu ambaye ndani yako umejaa wivu, kwamba watu wengine wana ubora kuliko wewe, watu wengine wanaendelea kuliko wewe, watu wengine wana furaha kuliko wewe. Wenye fikra duni mara nyingi huwa na mahusiano mabaya, kwa sababu vile unavyojichukulia wewe ndio watu wanavyokuchukulia wewe. Ukijichukulia ni mtu wa thamani, watu watakuthamini, lakini wewe ukijichukulia kwamba ni mtu ambaye uko chini, watu watakudharau katika hali ya juu sana. Kwa hivyo vile unavyojichukulia ndio mahusiano unayojenga. Ukiwa una imani kwamba viwe viwavyo, mimi ni mtu mwenye thamani, ninajijua mimi zaidi kuliko wengine wanavyonijua. Kwa hivyo katika mawazo yangu mimi ninajua mimi ni mtu mwenye thamani, mimi ni mtu niliye karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, mimi ni mtu ambaye nina amani, mimi ni mtu ambaye nimejengeka kiimani, mimi ni mtu ambaye siko chini, niko angani, mimi nimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa umbo la wastani, mimi ni mtu ambaye sio ovyo bali ni mwenye kuchukuliwa akiwa ni mwenye thamani. Sasa ukiwa unajifikiria mtu kama huyo, unakuwa mtu kama huyo. Lakini ikiwa unajifikiria chini ya mtu kama huyo, kila siku unakuwa mtu wa chini, na unakuwa huwezi kushirikiana na watu ambao wako na maisha bora, maisha ya kufanikiwa, maisha ya kuendelea, maisha ya utulivu, bali kila siku unakuwa na mahangaiko moja ama nyingine. Kuna watu Mwenyezi Mungu awasaidie, awasahilishie matatizo kama haya. Unamwona mtu hawezi kukaa mahali pamoja kwa wiki, anasafiri kila siku, yani hata nyumbani kwake hakai. Mwenyezi Mungu amempa nyumba nzuri, ana kila kitu, lakini mara ashasafiri ameenda kwa dadake, mara ashasafiri ameenda kwa shangazi yake, mara ashasafiri ameenda kwa ndugu za mume wake, mara ashasafiri ameenda kwa watoto wake. Hana utulivu kabisa, hana utulivu kabisa. Hii inatokamana na fikra alizonazo katika akili yake, kwamba yeye anapofika anaona hapajamfaa bado. Kwa hivyo anakuwa anazunguka tu maisha yake, na hawa ndio watu Mwenyezi Mungu awasamehe. Mara nyingine unakuta mtu ameacha nyumba yake, anakwenda kufia nyumba ya mtu, kwa sababu yule wasiwasi kumzidi, na ile hofu kumzidi, na ile mashaka kumzidi, anakuwa hawi na utulivu wa kumakinika ndani ya nyumba yake. Watu ambao wana fikra duni ni watu ambao uchumi wao hauwezi kukua, kwa sababu usiposhukuru shilingi hauwezi pata 100, usiposhukuru 100 upati 1000, usiposhukuru 1000 upati milioni, usiposhukuru milioni upati bilioni. Lazima kwanza ushukuru kile kidogo, ndio Allah subhanahu wa ta'ala anakupa kingi. Tabu ya kwamba wengi wetu hatuna kingi ni kwa sababu hatushukuru kile kichache tulicho nacho. Badala ya kukaa chini kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwamba amekupa kichache, we you are busy wafikiria wale waliopewa kingi, kwamba umefanyiwa makubwa na wewe umedhulumika, umepata kidogo. Badala ya kutumia wakati wako kushukuru yale maisha ulionayo hivi sasa, uko katika kukompea maisha yako na watu wengine badala ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wengi wetu hatukui. Pale tulipozaliwa ndio tunapokufa. Maisha yetu haibadiliki, kwa sababu Mwenyezi Mungu kasema, wa in shakartum la azidannakum, mkinishukuru mimi nitawazidishia. Lakini kwa sababu ya ule ubinadamu na zile fikra mbovu ambazo ziko katika akili yetu, tunajiangalia kwa vioo vya watu wengine, sio vioo vyetu. Na ukijiangalia kwa kioo cha kitu mwingine, kila siku utampata mtu aliyebora kuliko wewe. Na ukimwona mtu yuko bora kuliko wewe, mara nyingi anakuvunja moyo kwa yale madogo unayoyafikiria unayafanya wewe. Ukiwa unatumia kioo cha watu wengine, vile wanavyoswali, wanaswali zaidi kuliko wewe, unavunjika moyo na wewe utaacha kuswali mara nyingine. Ukiwa unaangalia kioo cha watu wengine,
katika bidii wanazofanya ya kukuza maisha yao, utakuta mtu mwingine ana bidii mara 10 kuliko wewe, utavunjika moyo. Ukiangalia urembo wako kwa kioo cha urembo wa mtu mwingine, utajikuta wewe si mrembo. Kwa hiyo utakuwa unajichukia kwamba wewe umeumbika vibaya. Ukiangalia kioo cha mtu mwingine alafu ukakiangalia kwa maisha yako kuhusu watoto wako, utakuta watu wengine watoto wao wako bora, wameenda university, wako madaktari, na wako wamekataa kusoma labda. Sasa unakosa furaha na watoto wako, unakosa furaha na amani na maisha yako. Unaangalia mume wako, uzuri wake na majukumu anavyoyabeba, kwa kutumia kioo cha mume wa mtu mwingine, unakosa furaha yako. Kile ulichonacho unakiona ni duni, na kile ulichonacho mwenzako kina daraja kuliko yake. Kwa hivyo sisi wenyewe tunajinyima zile furaha ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Sisi wenyewe tunajitia katika mashaka ya kuwa na wivu wa maisha ya watu wengine badala ya kuconcentrate katika maisha yetu. Sisi wenyewe tunakuwa na hatari ya kutoka katika mizani za Uislamu kwa sababu tunajilaumu na tunamdhaumu Allah na tunajidhulumu nafsi zetu, na hatukui, tunabaki pale pale kila siku. Wale wenye duni ya fikra ni watu ambaye wanakosa tamaa, they become hopeless, yani wanakuwa na ukosaji wa tamaa ya kuweza kubadilika kesho. Ukitaka kuwa na motisha ya kufanya bidii katika kila upande wa maisha yako, bidii ya ibada, bidii ya kufanya kazi utengeneze uchumi wako, bidii ya kukutana na watu walio bora katika maisha yao na maisha yako, bidii ya kumkaribia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bidii ya kujenga furaha katika ndoa yako, bidii ya kulea watoto wako vizuri, bidii ya kuwa na uhusiano mzuri na familia yako, bidii ya kuwa na majirani wazuri, bidii ya kujenga furaha ndani ya moyo wako, bidii ya kuunganisha fikra, moyo na kiwiliwili chako. Unakosa hii bidii ikiwa ni mtu ambaye una fikra mbovu katika akili yako, kwa sababu you become hopeless. Unakosa ile tamaa ya kwamba mimi hapa nilipo leo si mti kwamba niking'olewa nitakufa. Mimi ni mwanadamu, nina miguu, naweza tembea. Mwenyezi Mungu anasema ameiumba ardhi kwa upana kabisa. Kwa hivyo ikiwa upande mmoja haukunufaishi, fahjuruhu, fanya hijra, toka enda mahali nyingine. Ikiwa unahisi kwamba mimi hapa nilipo hapanifai kwa maendeleo na ukuaji na ulezi wa watoto wangu, wewe si mti, unaweza toka. Ikiwa kazi unayoifanya haikupi natija unayohitaji, unaweza kubadilisha kazi nyingine. Ikiwa chochote unachokifanya unahisi hakikupi kile unachokitarajia, mwanadamu ana uwezo wa kubadilika. Na ukibadilika wewe, kila kitu katika maisha yako kitabadilika. Condition ya mabadiliko ya maisha ni kubadilika wewe kwanza. Swala yako ikawa bora, dhikri zako zikawa bora, kusoma Qur'ani kwako kukawa bora, kumkaribia Allah kukawa bora, kumkumbuka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusoma salawatu ikawa bora, kwenda kuangalia watu wagonjwa na kadhalika ukaboresha, kutembelea mayatima ukaboresha, kusaidia wale ambao hawana ukaboresha. Basi ukiboresha kile unachokifanya na unajiboresha wewe, maisha yako yanakuwa bora. Condition ya kuboresha maisha ni kujiboresha nafsi yako. Kujiuliza ni kitu gani nikikifanya nafsi yangu itaboreka. Kwa sababu nafsi yako ikiboreka, kila kitu chako katika maisha kitakuwa kitu bora. Kila mwanadamu amezaliwa kuwa awe mtu bora. Ni vitendo tunavyovifanya sisi wenyewe kila siku ndio yanaturudisha chini tunapokuwa watu duni. Lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahum asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kwamba wao ni watu ambao wanapigana kwa uwezo walionao kuhakikisha haki imesimama, na subra wanasema ndio ufunguo wa maisha bora. Inna Allaha ma'as sabirin, inna Allaha yuhibbu sabirin. Mwenyezi Mungu anawapenda wale ambao wanasubiri, hawakubali fikra zao kuchafua akili zao na baadaye maisha yao pia yakachafuka. Hakika wale wenye fikra duni ni watu ambao wanajenga chuki kila wakati, ni watu ambao kila siku wanachochea vita katika maisha ya watu wengine. Yani they are so
resentful, yani kila wakati wao ni ugomvi tu, ugomvi na wao wenyewe, ugomvi na waume zao, ugomvi na watoto wao, ugomvi na majirani yao, ugomvi na jamii yao, ugomvi kila siku, kwa sababu fikra zao zinawapa hisia kwamba watu wengine hawawapendi. Kuna binadamu wengine kila ukizungumza nao wao wanalalamika tu, hawapendwi. Mimi watu hawanipendi, mimi familia yangu hawanipendi, mimi mume wangu hanipendi, mimi watoto wangu. Unajuaje wewe kama watoto wako hawakupendi? Itakuwaje tunda lichukie mti ambao umelizaa lile tunda? Itakuwaje kisima kilaaniwe na maji yake? Itakuwaje kwamba wewe utakuwa upendwi na mume wako? Nani alikwambia? Mtu ulimfanya awe baba, mtu ulimfanya nasaba yake ibaki, mtu umemjengea jina limelikuwa kutokamana na watoto, vipi atakuwa hakupendi? Sasa unakuwa katika zile fikra zako zinakuja kila wakati, ndugu zangu mimi hawanipendi kwa sababu labda mimi ni maskini, mimi ndugu zangu wananitenga kwa sababu mimi sina cha kutoa, ndugu zangu mimi wananitenga. Yani wewe fikra zako ni kwamba kila mtu anakutenga, majirani zangu wananisema vibaya. Ushawasikia? Naona tu sura zao, naona tu nyusi zao, naona vile wananichukia tu. Nani kakwambia wanakuchukia? Imeandikwa wapi kwamba watu wanakuchukia? Fikra unakubali zinachafua ubongo wako, na baadaye unasikia dhiki katika moyo wako. Afadhali ume na kichwa, mtu anaweza kupa Panadol ukapoa, lakini ukiwa na dhiki za moyo, nani atakusaidia? Afadhali ume na tumbo, watu watakupa Actal labda ule, lakini ukisha kujitia dhiki za moyo, wewe una dhiki tu sasa, fikra zako mbovu kila wakati. Hamna daktari mwenye uwezo wa kufungua ubongo wako alafu akausafisha akatoa zile fikra mbaya. Hamna daktari anayeweza kufungua moyo wako akaupiga maji masafi ili utoe ile hisia mbaya. Hamna. Ni wewe mwenyewe uache kufikiria vibaya. Ukiacha kufikiria vibaya ukaanza kufikiria vizuri, hisia zako ndani ya moyo zitakuwa nzuri, kuwa na furaha. Ala kulli hali, kubali vile maisha yako yalivyo, alafu utie nia kwamba nitatumia nilicho nacho kufanya maisha yangu yawe mazuri, nipate nitakacho. Ndugu zangu, fikra kama zifuatazo zinakuza hisia mbaya na zinakunyang'anya uwezo wa kutekeleza mambo yako mazuri ili kusudi maisha yako yawe mazuri. Kuna watu wengine kila ukiwaambia kitu wanakuambia I cannot do this, siwezi mimi. Haujajaribu. Nani alikwambia huwezi kuamka tahajjud? Nani kasema? Nani amesema? Nani amesema kwamba huwezi kufunga Jumatatu na Alhamisi? Nani amesema? Imeandikwa wapi? Katika Qur'an? Ameiko katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nani alikwambia kwamba watoto wako hawatafanikiwa? Nani alisema? Nani alisema kwamba ndoa yako itavunjika? Nani alisema? Nani alisema kwamba wewe huwezi kumfurahisha mume wako? Nani alisema? Nani alisema kwamba wewe huwezi kuwa na furaha? Kuna binadamu wengine kila unachowauliza wanakuambia I can't do this. Why can't you do this? I can't. Siwezi tu. Jaribu. Siwezi. Na pengine hicho ndicho kitu ambacho akikifanya kitampa fikra nzuri, kitampa utulivu na kitampatia maendeleo. Wengine ukiwaambia it's too risky, anza si una 10,000 ndio wewe nenda safiri enda Mombasa Marikiti pale, nunua madera 10,000, dera moja 1,300, ukija hapo utauza 400, utapata 100. Baada ya mwezi mmoja 10,000 yako itakuwa 15,000. Weka ile 5 ni faida, rudi tena na ile 10, ndaka nunue mafuta mazuri. Je siponunuliwa wewe hujauza, wajuaje sasa nunuliwa? Je watu wasipozipenda haujanunua, wajuaje kama watu hawatajipenda? Je sipouza, wajuaje kama hautauza? Sasa unabaki pale pale kwa sababu wewe unafikiria kwamba kila kitu katika maisha is risky. Of course everything in life is risky. Kila kitu katika maisha kila hatari yake, hata kuishi ni hatari. Kutoka majumbani kwenu kuja hapa ilikuwa ni hatari. Labda ungekuwa na ng'ombe njiani, labda kuna mtu angepita na bajaji, mandazi mwingine mvuta bangi akakugonga, labda ungekutana na kijana mbaya akakunyang'anya simu yako. Kila kitu katika maisha ni hatari. Ni hatari kila kitu. Kulala ni hatari. Kuna watu hulala hawamki, hufa kabisa. Kula ni hatari. Kuna watu hula wakasakamwa na nyama wakafa. Kunywa maji ni hatari. Kuna watu hunywa maji mara ameingia katika mfupa wa upepo wamekufa. Kipi kitu ambacho hakina hatari?
Kwa nini unasema kwamba mimi siwezi kufanya investment kwa sababu ni hatari? Hawa ni watu ambao wana fikra duni sana, kwa hivyo hawawezi kuendelea, na kwa sababu wao hawawezi kuendelea wanakuwa sababu ya wengine kukosa furaha. Kwa hivyo haya ni mambo ya hatari. Hebu rudi ukasome, kuna madrasa kina mama yafuga, ubongo wangu ushazee, hautoshika chochote. Hujajaribu. Itakuwaje mimi nenda kusoma? Nani atafanya hivi? Nani? Unarudi nyuma, hauwezi kusonga mbele. Ya tatu, siko tayari mimi siko tayari. Lini utakuwa tayari wewe? Mimi siko tayari. Sasa kama huko tayari, utakuwa tayari lini? Wewe unafikiri utaishi miaka mingapi? Sijakuwa tayari kuamka usiku kuswali tahajjud mimi. Bado. Sijakuwa tayari kwenda haji kwanza. Wacha nifanye makosa kisha nitakwenda kwa mtu mzima. Nani alikwambia ni rahisi kwenda haji ukiwa mtu mzima? Nani alisema hivi? Nani alisema? Waliokwenda mwaka huu, kama unamjua mmoja, muulize ilipokuwa dhiki na taabu na joto. Watu walikuwa wanafikiria watakufa. Hali ilivyokuwa ngumu. Wale waliokuwa ni watu wazima, ilikuwa ngumu sana kuhiji mwaka huu. Kwa hivyo wewe unasema mimi nitachelewesha na kadhalika. Bwana mzuri amekuja swali hii na mtu mzuri ana shughuli zake na kidhani haya, tumekuletea mtu anataka kuoa. Mimi siko tayari kuolewa. Unataka kufanya nini? Huyu mtu amekuja anasema atakuoa, mtu anaogopa Mungu huyu, mtu ana shughuli zake huyu, mtu kakupenda huyu, anakuambia sasa mimi nataka tusitiriane, wewe mzee na mimi mzee, tusitiriane. Mimi siko tayari kuolewa. Unakuta ile fikra mbovu inaleta maisha mabovu. Alafu wengine wanasema bado nina muda mrefu, wacha kwanza nivunje mfupa wakati bado meno iko. Meno yakisha kuisha ndio nitaanza kula nyama zile nyororo na kadhalika. Unakuta wewe maisha yako yanaisha hata hujakubulika. Unasema sijajaribu jambo hili, kwa hivyo mimi siwezi kulifanya. Inaweza kuwa mara ya kwanza, lifanye kwanza ulione litakuwa vipi. Wanasema kwamba je, maisha yakaenda kombo mtafanya nini? Nani alikwambia atakwenda kombo? Mimi siwezi kukaa nyumba ya 1500. Kwa nini? Je, ikiwa sitopata 1500 mtalipa nini? Sasa utaka kukaa wapi? Mtakaa tu. Unajua mara nyingine kufanya kile kitu ndio unajilazimisha kufanya bidii ili upate mapato ya kukitekeleza kile kitu. Ukikataa kukifanya, basi unarudi nyuma katika utekelezaji wako wa maisha. Mara nyingine lazima ubebe mambo makubwa kuliko wewe. Kama unataka kukua, uwe mkubwa kuliko vile ulivyo. Kama hutaki kubeba mambo makubwa kuliko wewe, kila siku utakuwa mdogo kama vile ulivyo, na hauwezi kukua. Kukua ni lazima kuchukua majukumu yaliyo makubwa kuliko wewe, na baadaye Mwenyezi Mungu anakutilia taufiki, unakuwa mkubwa kuliko vile ulivyokuwa jana. Wengine wanasema basi nitafanya kesho, na kesho yao haifiki. Nitaanza kuswali kesho, nitaanza kufunga kesho Jumatatu, nitaanza kuamka usiku kesho, nitaanza kusoma Qur'ani kesho, nitaanza kutembelea wagonjwa kesho, na kesho haifiki. Kwa sababu kesho haiko, ni leo tu iliyoko. Kwa hivyo kila jambo lazima ulifanye leo. Ukifanya leo, kesho itapatikana. Lakini usipofanya leo, kesho huwa haiko. Kesho itakuwa leo tu kila siku. Na mtu ambaye haitengenezi kesho yake kawa nzuri, basi majuto ya jana yake yanatawala fikra zake na hisia zake. Ndugu zangu, wengine wasema kila mtu kwetu yuko hivi. Kila mtu kwetu yuko hivi. Kila mtu kwenu yuko hivyo. Nani alisema kwamba Mungu anataka nyinyi nyote muwe hivyo? Kwa nini basi wewe usiwe wa kwanza kuwa tofauti kule kwenu? Kila mtu kwetu yuko hivi. Kila mtu kwetu maskini. Kila mtu kwetu hakusoma. Kila mtu kwetu ni mgonjwa. Kila mtu, hii ni majaliwa ya familia yetu. Nani kasema hivyo? Lakini unakuta watu wengine fikra kama hizo wanakuwa hivyo. Dada yangu mkubwa alikuwa hivi, dada yetu wa pili alikuwa hivi, na mimi wa nne niko hivi. Nani alisema? Hiyo ni fikra, ni mentality. Kwamba wewe mwenyewe umeikuza, sasa inaonekana kama ukweli. Lakini ukisema kwa mfano khalas, hii imekwisha. Mimi nitakuwa dada tofauti. Mimi nitakuwa kaka tofauti. Mimi nitakuwa mtu tofauti. Unakuwa tofauti. Wewe fikra zako sasa unazijenga katika hali ya tofauti. Unakuwa mtu tofauti. Wanasema kila mtu ananiambia mimi hivi ndivyo. Kwa ndugu yangu, katika maisha, ukiamua maisha yako yawe yatajengwa na maneno yanayosema na watu wengine, wewe utakuwa na furaha katika maisha yako. Kwa sababu watu wengi hawakuzungumzii vema. Watu wengi hawatakupa nasaha njema. Maisha yako yasitegemee maneno ya watu wengine. Wengine ni wengine na wewe ni wewe, na kila siku utabaki wewe na hakuna kama wewe. Kwa hivyo wewe mwenyewe jiambie kila asubuhi kwamba mimi ni mwanamke mwema kama Khadija.
radhiallahu anha. Mimi ni mwanamke mema kama Maryam alayhi salam. Mimi ni mwanamke mema kama Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimi ni mwanamke mema kama Asia. Mimi ni mwanamke mema, nina uwezo wa kukua nikawa mfano mzuri kwa jamii, nikawa kioo kizuri kwa watoto wangu, kwa familia yangu, kwa watu wote katika ulimwengu. Mimi nimeumbwa na Allah, na Allah ana uwezo wa kunibadilishia maisha yangu. Mimi nimeumbwa na Allah, na Allah ananipenda, yuko na mimi kila wakati. Mimi ni mimi na nina uwezo wa kubadilisha maisha yangu yakawa mazuri. Ukiwa na fikra kama hizo, unakuwa na moyo thabiti na kiwiliwili ambacho kina dhati ya kuondoka tiati na kufika juu, ili mtu wa maana vile Allah anavyotaka uwe mtu wa maana. Ndugu zangu, kwa sababu wakati wanasayansi wanasema sisi sote tunatumia neema tunazopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa 10% peke yake. Yani wengi wetu tuna hofu ya kujichambua ili kujijua, na baadaye tu tunaishi maisha yenye murua, tufunuke tupendeze kama ua, na tulipo tu tunang'ara kama jua, kwa sababu sisi ni lazima kujijua. Na kujijua ni kujua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuumba alisema inni ja'ilun fil ardhi khalifa, mimi naumba kiumbe ambacho kitajenga ulimwengu atakao ishi au fanye bora kuliko alivyoukuta. Khalifa, kiongozi, kielelezo kizuri kwa watu wengine. Ndugu zangu, hii 90% ambayo tumeishika bado hatutaki kuitumia. Hatutaki kusoma zaidi, hatutaki kufanya kazi zaidi ili uchumi wetu ukue, hatutaki kuwasukuma watoto wetu zaidi. Alhamdulillah, hiyo akifika hiyo form 4, alhamdulillah mimi nimeshukuru. Umeshukuru vipi? Form 4 alafu nashukuru. Akipata tu hata angalau askari ya prison gani, unamshukisha mtoto chini. Mtoto anaweza kuruka akaenda anapotaka kuenda na akafanikiwa katika maisha. Wewe umemkamata chini, unasema mimi nashukuru, mimi nataka tu amalize hii darasa la 8 peke yake, nitashukuru mimi. Na anabadilisha darasa la 8 aende form 1, na wewe umeshukuru. Wenzake wameenda kidato cha 4, wameenda university, wamekuwa madaktari, na wako wamekuwa nani, anawaoshea wenzake magari yao, anawaoshea wenzake maofisi yao, anawafulia nguo wenzake waliokwenda shule pamoja, anakwenda kuwapikia wenzake waliosoma shule pamoja. Nini wewe kama mzazi ulikataa kumsukuma huyu mtoto ili kusudi atumie 90% ya neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Ukiota ndoto kubwa ya maisha, ili yakija kuisha kesho upate nafasi kubwa kwenye janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifikiria dogo unaishi maisha madogo. Ndugu zangu, inakibadilisha fikra zetu, ni lazima uwe unajenga fikra ambazo ni nzuri. Na fikra nzuri ni fikra gani? Ni fikra ambayo unasema mimi naweza, ndio naweza kubadilika. Kama ilikuwa zamani si swali tahajjud, kuanzia leo na swali, naweza, nimebadilika. Mimi naweza, nimebadilika. Mimi naweza, nimebadilika. Kuanzia leo Jumatatu, Alhamisi nitakuwa nafunga. Mimi naweza, nimebadilika. Naweza, ikiwa wengine waweza, hata mimi naweza. Mimi ndio nitafanya kwa sababu Allah ameniambia nifanye. Nitasoma, nitaswali, nitafunga, nitampenda mume wangu, nitawaangalia watoto wangu vizuri, nitawakuza. Ndio naweza. Kwani anayotoa uwezo nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ndiye aliyeniumba, naweza na nitafanya kwa sababu Allah anataka mimi nifanye. Alafu nasema ndio mimi ni hodari katika kila jambo ninalolifanya. Mimi ni hodari katika swala yangu, mimi ni hodari katika funga yangu, mimi ni hodari katika ndoa yangu, mimi ni hodari katika malezi yangu, mimi ni hodari katika maisha yangu. Ndio mimi ni hodari. Mimi I am the best. Unasimama kioni alafu unasema I am the best. Haijalishi sura zako ziko aina gani, haijalishi kimo chako ni kimo aina gani, haijalishi rangi yako ni rangi ya aina gani, haijalishi nywele zako nywele za aina gani. Wewe jitizame kama mwanamke uliyependeza. Hamna mwanamke katika hii dunia aliyefanana na wewe. Utapata hisia ndani ya moyo wako kweli wewe you are the best. Alafu kila unachokifanya kila siku kinakuwa bora, unaboresha na maisha yako yanakuwa bora. Wewe ni mtu ambaye unavyo vya kukutosheleza. Allah subhanahu wa ta'ala una ghina, una kina, you are contented na yale madogo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa. Mimi nina uwezo wa kuvutia mambo yote mazuri ninayoyataka.
mambo yote mazuri ninayoyataka. Sasa unavutia mambo mazuri, unavutia watu wazuri katika maisha yako, baraka unaivutia katika maisha yako, kazi nzuri unaivutia katika maisha yako, maneno mazuri na kadhalika. Wewe ni mtu mzuri, unavutia mambo mazuri. Hauwezi kuishi maisha mazuri kama fikra zako ni mbaya. Wewe ni mtu ambaye unapata kila unachokitamani kwa sababu wewe ni mtu mwenye thamani. Kila wakati kuwa na ndoto nzuri. Pumzisha akili yako kama wataka kupumzisha. Weka mbele matarajio yako, hilo ni jambo hakika. Omba dua kwa Mola wako akutengezee matarajio unayoyataka. Utizie nguvu roho yako ili kusudi ipate kusalimika. Kila ukikaa fikiria mwisho wako utakuwa wa aina gani. Kila siku zingatia afya yako, unachokula, hisia zako na emotions zako na exercise. Je, uchumi wako? Kuwa na shukurani, kuwa na fikra za kutosheka, jenga mahusiano mazuri, na haya yote yanapatikana katika fikra na katika akili zetu. Ndugu zangu, ukiwa unataka kutoa huzuni katika maisha yako, zingatia haya mambo 10 kabla hatujamaliza. Kama unataka kujenga maisha mazuri katika ulimwengu wako, upate mazuri katika akhira yako, Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Kwanza jaribu kila ulipo usmile. Smile. Cheka. Dawa ya huzuni ndani ya nyoyo zetu ni kucheka. Hebu chekeni basi kidogo. Just smile. Fanya mwenzako aliyekaa karibu na wewe asmile. Ili ni sadaka leo umetoa hapa msikitini. Fanya mwenzako aliyekaa karibu na wewe, mwambie neno ambalo litamfanya afurahi ndani ya moyo wake. Mwambie mwenzako aliyekaa karibu na wewe neno ambalo litamfanya afungue meno yake, atakuwa anacheka, anafurahia maisha yake. Ya pili, usijilinganishe kabisa na watu wengine. Kila mmoja kaumbwa kivyake. Hata wale wanaozaliwa mapacha kuna some degree ya tofauti ya maisha yao. Kwa hivyo usisisitize wa photocopy ya watu wengine. Wewe ni wewe peke yako. Usikubali kuingia katika huzuni kwa sababu watu wengine unafikiria wanaishi maisha bora kuliko wewe. Wewe mwenyewe unaishi maisha bora. Furahia maisha yako. Furahia kidheri chako. Furahia omena yako. Furahia ugali wako. Furahia anjera yako. Furahia kirori chako. Furahia. Na yule anayekula biriani, wacha furahia biriani yake. Na yule anayekula pilau, wacha furahia pilau yake. Furahia dera lako la 200. Hata kama uweze kupata deshi la 1500, wewe furahia hiyo yako. Umevaa mzuri, umestirika. What more do you want? Kwa hivyo ile hali ya kwamba wewe hujilinganishi na watu wengine, unakuwa na furaha nzuri katika maisha yako. Ya tatu, usiwe mwenye kujali kesho. Kesho si yako. Kwa nini una wasiwasi wa kesho? Haujifika kesho. Una hakika wewe utafika kesho? Una hakika utafika kesho? Sasa kwa nini unajitia wasiwasi na huzuni za kesho, za mwaka ujao, za miaka 10 ijayo? Sijui mtoto wangu atakwenda secondary school gani. Bado yuko nursery mtoto. Wewe unafikiria secondary school? Umeanza kufanya wasiwasi secondary school? Mtoto ameanza nursery jana. Sijui mtoto wangu ataolewa na nani? Ana mwaka mmoja. Unafikiria ataolewa na nani? Sijui mtoto wangu atafanya kazi gani? Ana miaka 3. Wengine wanabeba mizigo ya kesho na wala kesho haijakuja. Furahia leo yako. Uwe na imani na leo yako na kesho yako itakuwa nzuri sana. Usiseme naam kwa kila mtu na kila jambo. Mara nyingine unasema naam alafu ile naam inakutia dhiki kwa sababu huwezi kutekeleza uliloahidi. Na alama za watu wanafiki ni wale wanaoahidi jambo alafu wasitekeleze. Sasa wewe umetekeleza, umeahidi. Kwanza usiahidi chochote wakati una furaha. Na usitoe advice yoyote wakati umekasirika. Kwa sababu itakushinda na hutaitekeleza na utakuwa umekuwa ni mtu ambaye ni mnafiki. Alafu usiwe na bidii ya kutafuta kasoro za watu wengine, hutaziweza. Hazikuhusu, let go. Ya wengine si yako. Pigana na maisha yako kwanza. Beba shida zako. Beba mapungufu yako. Ukiwa ni mtu uko katika biashara ya kutaka kujua fulani ameachwa, fulani mtoto wake amekimbia na kijana, fulani mtoto wake amekataa kusoma, na yule mwingine mtoto wake ameanza kuvuta bangi, na yule mwingine siku hizi mtoto wake anakula miraa. Sasa utakuwa na wakati gani kujifikiria maisha yako mwenyewe na watoto wako ikiwa kila wakati unajihusisha na maisha ya watu wengine? Usiwe mtu ambaye
unawalaumu watu wengine kwa makosa yako. Usiwe mtu ambaye kila wakati unahisi mahisio na fikra ambazo zinarudisha nyuma. Usiwe mtu ambaye una ghadhabu kila wakati na hasira nyingi kila wakati na kuwaonea wengine wivu. Usiwe mtu ambaye unakuwa unataka jambo liwe likamilike. Hakuna mwanadamu aliyekamilika, hakuna. Kwa hivyo ukifanya makosa, kubali nimefanya makosa na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akuondoshee makosa yake. Kwa hivyo kuanzia leo nataka kuwapa wasia, na wasia huu unatoka kwa moyo wangu ambaye naamini ni msafi sana, kwa sababu kila ninalowaambia ninawaambia kwa nia ya kwamba litawasaidia leo muwe wanawake bora, mamama bora, mabibi bora, kioo cha jamii bora. Kwa hivyo ni lazima tuangalie ni kipi tukikishika kitatupeleka mbele na kipi tukikishika kitaturudisha nyuma. Jiambie kila siku unapoamka kwamba I will do my best. Leo nitafanya bidii kuliko jana. Leo nitaswali kabla, kwa sababu jana nilikuwa nikiswali tu faradhi. Ikija siku ya tatu nasema leo bora zaidi, nitaswali kabla, faradhi na baadia. Leo nitaswali duha. Kila siku ongeza daraja katika ukuruba wako na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku. Ni vibaya sana mwanadamu kubakia katika daraja moja umri wake wote, kwa sababu mwanadamu ni mwenye kukua, na kukua yataka kujua ili mtu wa murua ung'are, hata ushinde jua, ufunuke, upendeze, unukie kama ua, kwa sababu ni mwanadamu. Unastahili kujijua, na kujijua ni kwamba wewe ni kiumbe ulichoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akakuleta katika ulimwengu ili kumwabudu. Ibada kumaanisha kwamba maisha yako yote utayafanyia bidii yawe ni maisha yenye kuridhisha. Ya pili, I can put more effort. Ndio, naweza, nitaongeza bidii. Kama swala yangu ya alfajiri ilikuwa yatukua dakika 5, kuanzia leo nitaongeza itukue dakika 10. Sijida yangu kipindi ambacho wewe uko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, alafu nataka kuinua rahisi haraka. Hapo ndio wakati Mwenyezi Mungu kinachompendeza zaidi katika ibada ya mwanadamu ni pale anaposujudu. Na unaposujudu unatengeneza triangle. Na hii triangle inatoa kila kibaya kilichoko tumboni, moyoni, alafu hicho unakizika ardhini. Hapo unaposujudu kwa umakinifu, kuwa na tumanina. Usujudu kwa muda ili kusudi kila ile negative power. Unajua wanapotia umeme katika majumba zetu wanaita earth, ile waya wa kuingia katika ardhi ili nyumba yako isishikwe na short. Na sisi tunajikinga na short ya Allah kwa kusujudu. Miili yetu imetakamana na udongo. Unapoiweka juu ya udongo, juu ya ardhi, kila bovu lililoko ndani yetu linatoka, linaingia katika ardhi. Kwa hivyo leo unasema kuanzia leo mimi sijida zangu zitakuwa dakika 5, dakika 10, sio ya nukta moja. Nitakuwa ninakaa pale katika ile sujda nikimwambia Allah subhanahu wa ta'ala kila ninachokitaka na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniondolee kila mashaka. Ya tatu, I can learn from my mistake. Kila makosa ninayoyafanya ni mwalimu katika maisha yangu, yananifanya niwe mtu bora. Sitaogopa kufanya makosa. Ya 4, naweza kutekeleza kila lengo ninalolitaka kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yattaqillaha yaj'alahu mahraja. Kwa hivyo mimi ninapojiweka karibu na Mwenyezi Mungu, kila zuri litanifika. Sihitaji wengine. I don't need the approval of other people. Nataka approval ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. I can overcome challenge. Ndio, mwanadamu hawezi kuishi bila matatizo, lakini nina uwezo wa kuhimili matatizo yangu. Matatizo ni yangu. Sishiki speaker nikawaambia watu, jamani mimi nina matatizo. Jamani ndoa yangu. Jamani watoto wangu. Wewe mwenyewe unahimili maisha yako na unayatengeneza wewe mwenyewe. I can find creative solution. Ndio, naweza kutatua matatizo yangu kwa njia inayofaa. Mimi naweza kuimprove ibada yangu ikawa kama ibada ya wale waliotangulia ambao wako minal ala, walioko juu, wale mawali wale. Naweza, kwa sababu wewe pia ni kama wao. Tofauti ni kwamba wewe pengine hujaanza kufanya yale yao waliowafanya.
wanasema kufaulu ni kuigiza wale waliofaulu ili na wewe upate kufaulu, kuwa na model katika maisha yako. I can learn new things. Nina uwezo, hata kama nina miaka 90 naweza kusoma mambo mapya. Nitasoma hata kama ni aya moja kwa siku, nitaisoma, kwa sababu kusoma ndio kusimama na kusonga mbele na wala hutarudi nyuma. I can train my brain. Naweza kupunguza fikra mbovu kutoka katika akili yangu, na mimi ninakaribisha kila jambo ambalo litanijenga na kukamilisha. Nina imani kwamba naweza, nitaweza na ninaweza. Allahumma sahhil lana mimma nurid. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhillu shirki wal mushrikin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arzuqna fahman thaqiba wa hifdhan wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran kwa kunisikiza.